Bwana mtazamaji wa Kivona Sports, karibu sana kwenye meza ya mazungumzo. Na leo hii nipo na Garibu Mzinga, mchambuzi wangu wa zamu. Leo hii anakwenda kuchambua yale mambo yote ambayo umeniagiza nije nimuulize. Kubwa mezani leo tutakwenda kuangalia sakata masekeseke la mchezo wa Simba, mchezo wa pili wa finali dhidi ya RS Berkane ambao sasa ni rasmi kwa mujibu wa barua ya kafu. Unatoka Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, unavuka maji mpaka kwenda katika uwanja wa Amani pale kisiwa cha Unguja, Zanzibar. Na nyuma ya kamera yuko Madam Jackie, ama mwite Jackie the Tanzanite girl, ambaye yeye anafanya kila kitu kikae sawa. Swali langu kwa Garibu Mzinga la kwanza ni hivi: tumesikia mengi toka asubuhi ya leo, tukawa kimya, tukasubiri kwenye mzizi, kwenye shina pale. Sasa ni rasmi, barua ya kafu inatembea, inaonekana mitandaoni ikieleza wazi kwamba mchezo wa finali ya pili Simba na Berkane ni visiwani Zanzibar katika uwanja wa Amani. Lakini sababu iliyotajwa pale ndio inaleta maswali zaidi. Wanadai hali ya hewa ya Tanzania kwa sasa, hususan kwa nchi yetu, ni mvua nyingi, na uwanja wa Benjamin Mkapa miundombinu yake na ulivyo kwenye nyasi zake, kwa sababu ni asili, unashindwa kuondoa maji kirahisi kwenye uwanja. Kwa wanahofu isije kapiga mvua siku ya mchezo, finali kapoteza thamani yake. Watu wanaamini hii ni sababu dhaifu sana. Nataka unipitishe kwenye roadmap ya shughuli yote ya sekeseke hili kwa jumla, alafu niambie sababu hii ina afya kwa kiwango gani kwenye mchezo huu kupelekwa Amani. Karibu sana Garibu Mzinga. Na mimi nimeona ili sekeseke nadhani limekuwa story kubwa sana sasa hivi. Kwa siku ya leo, tangu taarifa hii ilipoanza kutoka rasmi, imekuwa story kubwa zaidi pengine kuliko finali ile ambayo itachezwa kule. Kwa nini? Kwa sababu tayari wa Tanzania, mashabiki wa Simba hususan, wanaamini uwanja wao kufanyia maajabu na kuvuka ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hivyo inapotokea wanatikiswa, kutolewa katika reli kwa namna moja au nyingine, kutolewa kutokucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa namna moja au nyingine ni pigo kwa upande wao. Na wanaamini finali ya mchezo wa pili au mkondo wa pili ambao itapigwa Tanzania ndio finali ya wao kupata matokeo mazuri ili kuweza kuchukua huo ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo ndio maana unakuta hili jambo limekuwa kubwa sana, kwa sababu linakwenda kutingisha maslahi ya mnyama, akiamini kabisa kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja wake wa kufanya makubwa. Sababu hiyo, swali lako la msingi la sababu hiyo kama ina mashiko au iko vipi, nimesoma hiyo barua, nimeiona. Bahati nzuri ipo mitandaoni tu inatembea, na ni barua ambayo imesainiwa pale chini na Masengo Omba Veron, ambaye kimsingi ni General Secretary wa CAF. Ingawaje nendo anamaliza, nataka kuondoka, lakini sasa hivi tunapozungumza ni yeye kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu bwana, barua yake imeelezea, kwa mujibu wa barua hii, inaeleza kwamba kutokana na sababu za mazingira ya sasa hivi anga hewa, kuna mvua kubwa zinaendelea ndani ya Tanzania. Sasa wameona kuhamisha huu mchezo kupeleka Zanzibar. Binafsi, kwa nilivyoelewa kutoka kwenye ile barua, ile barua imeweka wazi CAF kwamba mchezo unahamishwa kupelekwa Zanzibar. Mtu unaweza kujiuliza kwamba Zanzibar bado ni Tanzania, na Zanzibar pia mvua inanyesha. Sasa inakuwaje inapelekwa Zanzibar? Binafsi, kwenye ile barua wameweka kwamba wataalamu wao wa masuala ya kiufundi wa nyasi, consultants wanaodili na masuala ya pitch kutoka CAF, yani hawa wataalamu wao ndio ambao wamependekeza mchezo usifanyike Benjamin Mkapa, badala yake ufanyike wapi? Zanzibar. Kwa nini? Ikiwa Zanzibar pia kuna mvua kama ilivyo huku. Hii sababu haijaelezewa pale, sababu pale ameeleza general. Ila kwangu mimi ninachokifikiria ni kwamba uwanja wa Mkapa ni uwanja ambao una natural grass, nyasi asili original kabisa ziko pale, nyasi za Mungu. Umeelewa? Yes. Uwanja wa Amani ule wa Zanzibar ni uwanja ambao una hybrid grass, yani nyasi za Mungu na za mzungu. Umeelewa? Nyasi za asili na artificial zimechanganywa, ziko pale, ndio tunaita hybrid grass. Hybrid grass maana yake ndo nyasi za namna hiyo. Hata uwanja wa Azam Complex pia wenyewe ni upo kwenye hybrid, zinatofautina tu level.
level za hizi hybrid, sababu hybrid pia zina madaraja yake. Kwa hiyo uwanja wa Amani wenyewe pia unakatwa, kwa sababu uwanja wa namna ile, kwa maana wa hybrid vingine vinafanyiwa ukarabati, kwa maana kupunguzwa zile nyasi. Sawa. Kwa hivyo uwanja ambao una hybrid grass, maji hayatuami, yani hayakai. Kwa hiyo hata kama mvua itanyesha, maji hayatokaa pale. Lakini uwanja ambao una natural grass, mvua ikiwa kubwa, maji yanaweza kufanya nini? Yakatuama. Kwa hiyo kwangu mimi nimefikiria kwa nini Zanzibar na sio huku na issue ya mvua kote ipo, itakuwa labda kwa sababu ya hii pitch. Umeelewa, eneo la kuchezea. Binafsi kwenye ile barua, kama swali lako la msingi lilivyo, naendelea kwenye majibu yangu. Mara ya kwanza nilipoona hii taarifa ya kupelekwa Zanzibar, nilifikiria kwa sababu ya CHAN. Yaani kupisha uwanja wa Mkapa kwa michezo ya CHAN, kwa sababu Uganda watafanya CHAN. Uwanja wao mkubwa ni Nelson Mandela, maarufu kama Nambole, uko Kampala. Wenyewe hautumiki. Ni uwanja ambao Sports Club Villa wanautumia, lakini kwa sasa hautumiki kwa sababu ya CHAN. Uwanja mwingine Kenya wana viwanja viwili, wana Nyayo, wana Kasarani, Moi. Hivi viwanja vyote pia vimezuiliwa, havitumiki. Na kama utakumbuka Isike, kulikuwa kuna dabi ya mashemeji, ilibidi ichezwe Jumapili iliyopita, tarehe 11. Of course niliplani kwenda kuangalia hiyo mechi, lakini nilihairisha safari kwa sababu wenyewe walihairisha pia mechi. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa uwanja ambao litakocheza ulizuiliwa na CAF walituma taarifa kwamba uwanja ufungiwe, usitumike kupisha CHAN, maandalizi ya CHAN. Kwa hiyo nilidhani, na huku nilipoona taarifa mara ya kwanza nikawa najua ndo sababu ile kwa maana ya CHAN uwanja huu umezuiliwa. Lakini baada ya kuona official letter kutoka kwa CAF, nikaona kumbe ni mvua kali ndo sababu, sio CHAN kuzungumzwa CHAN pale. Kumbe ni mvua kali. Kwa hiyo weather condition, jambo ambalo binafsi lilinivuruga, nikasema sababu hii. Lakini kwa nini Zanzibar? Nikasema labda kwa sababu ya pitch, kwa sababu kwenye barua wameeleza hao wataalamu wa masuala ya pitch wa CAF, yani wakaguzi, wataalamu wa lile eneo ndio ambao wamepeleka mechi kule. So hiyo ndo picha ya ujumla kuhusu sakata hili kwenye eneo la kubadilishwa uwanja. Hiyo ndo sababu maalum ambayo Gharibu Mzinga ameanza kutupa uchambuzi jadidi kwenye hili sakata la mchezo wa klabu ya Simba kutolewa Dar es Salaam kupelekwa Benjamin Mkapa. Mimi nina swali la kizalendo. Kuna athari yoyote unaiona kwa Simba kama klabu mchezo kutolewa Benjamin Mkapa kupelekwa Amani Complex kama klabu? Sizungumzi mashabiki, si nataka wale timu kama timu. Unaona kuna athari yote utapata, kuna faida tunapata? Of course, swali lako nitalijibu kwa namna mbili. Hakuna chenye faida ambacho hakina hasara. Yes. Tukianza naomba nianze na hasara. Yes, tuanze na hasara. Hasara inaanza kwenye gate collection. Yes, kwa maana ya ukoto ya kwa kule nakopelekwa. Uwanja wa Zanzibar ni mdogo kulinganisha na Mkapa. Kwa hiyo swala la mapato hilo eneo la kwanza. Eneo la pili ni eneo la psychology. Hata wachezaji wenyewe, wanaamini uwanja wa Mkapa ndio uwanja wa Alpha na Omega, ndio uwanja ambao unawavusha. Umeshawavusha pale katika kampeni nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana kuwa ngumu, wakavuka kupitia uwanja wa Mkapa. Hata ile mechi ya semi-final dhidi ya Stellenbosch iliyopelekwa Zanzibar, watu walilalamika sana. Lakini baada ya mechi kuisha ikawa 1-0, bado malalamiko yalikuja tena. Yalikuja malalamiko kiachana tu na uwanja. Yalikuja malalamiko hadi ya mashabiki. Kama unakumbuka kwamba mashabiki wa huko inaonekana hawana vibe. Tumewaletea mechi lakini imeonekana wameshindwa kuitendea haki kwa maana ya mashabiki. Umeona? Kwa hiyo kuna namna fulani vya kuathirika. Eneo jingine ni mazoea ya mashabiki, mazoea ya timu. Timu ya Simba base yake ni Dar es Salaam, headquarter iko Dar es Salaam. Ni timu ya kila eneo duniani. Mshabiki wa Simba anaweza kuwa popote kama ilivyo pia kwa mwanachama. Lakini makao makuu ya Simba ni Dar es Salaam. Uwanja wa Mkapa upo Dar es Salaam. Kwa hiyo swala la kuwatoa Dar es Salaam kuwapeleka eneo jingine lolote, hata kama isingekuwa Zanzibar, ilikuwa tayari umeshaitoa karibu na nyumbani. Ulishaitoa eneo lake of benefit, eneo of interest ni Benjamin Mkapa. So
wanakwenda kuathirika kwenye hizo engo. Lakini kwenda kucheza Zanzibar, tukaenda kuangalia kama usinge kuwepo faida bado kwenye hasara. Tumehama sasa hapa Kwenye faida. Yaani hii ni mtazamo chanya. Haiko neutral hii. Yes. Kama usinge kuwepo uwanja wa Amani. Tafsiri yake nini? Kwamba viwanja qualified kwa hii michuano Tanzania ni hivi. Dar es Salaam ni uwanja wa Mkapa na uwanja wa Amani. Umeelewa? Usingekuwepo uwanja wa Amani, maana yake Simba wangefanya nini? Wangetafuta option nje ya nchi. Kwa hiyo kuwepo uwanja wa Amani ni backup stadium. Kwa hiyo Simba hawataki kwenda kwenye backup stadium yao, wanataka kubakia kwanza hapa. Umeelewa? Yes. Sasa engo ya pili ya faida ya kucheza kule ndio hiyo, bado tupo katika himaya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tuko nyumbani, yes. Lakini itakuwa kwa mara ya kwanza kucheza finali ya kombe la shirikisho. Imewahi kuchezwa pale finali ya michuano ya CAF kwa shule za misingi. Waliwahi kucheza pale, ilikuwa mwaka jana. Lakini kwenye engo ya finali ya kombe la shirikisho au ligi ya mabingwa haijawahi. Kwa hiyo kama itakuwa hii, basi mara yake itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Yeah. Historia hii inaandikwa, mtazamaji. Huyu ni Garibu Mzinga. Swali kuhusiana na taarifa ya kafu, barua yao official ameshaieleza kinaga ubaga, lakini hii haiishi hapa. Kuna mstari mmoja wa Farid Kubanda FDQ anasema, ni bora ningeumbwa nyoka ningeavua magamba, milele nisingezeeka, hip hop ingeendelea kutamba, maua unyauka story wisha. Hii inamaanisha tusimame hapa kwa Mzee Crescent Magori sasa, mwamba kabisa